rekebisha mambo yako. Amen. Haya, mama akazamini mtu. Haya, yule mtu alilipa. Sikia hapa sasa, tusikie kama yule mtu alikuwa mwaminifu. Basi yule mtu ikaenda akawa kumbe halipi. Siku hiyo mnashangaa watu wanakuja nyumbani kwangu. Wananiambia kwamba yule mtu mwaminifu tunachukua pesa kwa serikali. Kwa hiyo sisi tunachotaka pesa mama. Mwaka jana mwezi wa 9. Ilikuwa sio nzuri na umetoka kufiwa na watoto umeachiwa kazi kweli. Basi kaenda sasa nilizilipa, nilikuwa nateseka sana. Lakini kama ninalipa watoto wakawa wanasema mama wewe unafanya sio ile pesa sasa shaka. Kama ni maji amefanya nini? Na mwingine. Nikaenda. Yule mtu ukimwambia namuona hata ukipiga simu. Yaani ushuhuda ni mzuri ili kuanzia leo atakayeingia asije akamtafuta tena mzee mtu kufanya nini? Maombi. Yaani kwanza leo ukiingia hata maombi atakuombea ukija. Tuna maombi mengi sana kuomba. Basi nikawa sasa ninalipa kwenye wakati mgumu, kawa sina raha. Huko na huko kuna mtu ambaye anamdai kumalizia ile nyumba, lakini pia nikapiga simu naye anambia sina hela. Basi kaenda. Nilipomaliza madeni huu mwezi wa 7 nikalimaliza madeni. Jesus. Jamani tufikirie. Unajua kuna watu kwambie kitu, fanya makosa lakini usipe familia yako maana. Umemchukua mjane akakudhamini, alafu ukamrusha. That is a curse to your generation. Hiyo ni laana kwa uzao wako, sio kwako. Hiyo ni laana mazimu. Utashangaa watoto wanasoma hawapati kazi. Watoto wanasoma wanafeli na wanahakili. Unatafuta mtu anayewaroga. Na mimi nakwambia kama break amekanyaga mwili, nenda kwa mhubiri yoyote. Haitasaidia kitu. Amen. Baraka. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 7, sura ambayo inafahamika sana katikati ya Wakristo. Utasoma mistari michache kuanzia ule wa 24, mstari ambao unajua sana, hadi ule wa 27. Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 24 hadi ule wa 27. Yaye maneno yangu na kuyapenda, tafsiri ya kwa yuno nimesema na kuyafanya, lakini neno sahihi hasa ni kuyatenda. Kwa hiyo kila mtu ayasikiaye maneno yangu na kuyapenda ni kama mtu mwenye busara au mwenye hekima aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja na upepo ukavuma ukaipiga hiyo nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwenye mwamba. Naye kila yasikiaye haya maneno yangu wala asiyapende au asiyafanye ni kama mtu mjinga au mpumbavu, tafsiri nyingine sana mpumbavu, aliyejenga nyumba yake kwenye mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, nao upepo ukavuma ukaipiga hiyo nyumba, nayo ikaanguka kwa kishindo kikubwa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Haya maandiko nimeyasoma leo kwa makusudi sana, kwa sababu ya yale mengi ambayo tumekuwa tukiyasikia, jinsi ambavyo tumekuwa hodari kulisikia neno la Mungu, jinsi ambavyo tumekuwa hodari kusoma neno, jinsi ambavyo tumekuwa mahodari kuja kwenye kanisani, na kwa miaka mingi tumekuwa tukisikia neno la Mungu. Lakini kitu cha ajabu sana ni kwamba watu wengi sana wanaolisikia neno la Mungu, neno la Mungu alionyeshi kuwa na matokeo au matunda kwenye maisha yao. Na watu wengi sana wamekuwa kuweka mtazamo wakifikiri kwamba yamkini ni nguvu za giza au ni nguvu za mapepo
kinasababisha neno la Mungu lisiwe na matokeo kwao. Na watu wengi sana wameanza hata kulitilia shaka neno la Mungu na kuliona ni la kawaida. Kwa sababu upige hesabu, umekaa kwenye wokovu miaka 10, miaka 15, unalisikia neno, unaenda kanisani mara 2 kwa wiki, wewe mwenyewe unasoma neno kabla hujatoka, wewe mwenyewe unasoma neno kabla hujalala, unaposafiri kwenye gari unasoma neno, unapokaa sitting room kwako unaweka television unasikia neno, lakini maisha yako ukiamua kuyaangalia kwa ukweli na ukatoa majibu sahihi kutoka kwenye moyo wako, maisha yako hayana mabadiliko. Na ndio maana Wakristo wengi kama nilivyosema, sasa wameanza kutafuta sababu kwamba ni kitu gani hiki kinachonisababisha mimi maisha yangu hayabadiliki. Wengine wanaamini kwamba neno la Mungu lina nguvu, lakini kwa nini halina matokeo kwangu? Kwa nini alibadilishi maisha yangu? Ndio maana watu wanafikiria kwamba dawa peke yake sasa ni kufanyiwa deliverance. Kufanyiwa deliverance ni kuzuri sana, lakini deliverance watu wengi wamefanyiwa na bado hakuna matokeo yaliyotokea. Yesu Kristo baada ya kufundisha kuanzia sura ile ya 4 na sura ile ya 5 na sura ile ya 6, anafika sura ya 7 anafundisha pia. Mahali fulani kabla hajamaliza ile sura ya 7 akashtuka kwamba watu wanaoongea nao maneno yake, hao watu maisha yao hayabadiliki. Hao watu ni makini kuja kusikiliza neno, wamekuja jangwani wamesikia neno, wamekaa siku 3 jangwani wamesikia neno, but nothing is changing in their life. Hakuna kitu kinabadilika kwenye maisha yao. Ndipo akaanza kuongea maneno magumu sana, na hayo maneno ya kuongelewa na nabii yoyote, yanaongelewa na Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ni Bwana wa mabwana, ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ni mzaliwa wa kwanza kati ya wazaliwa wengi, ambaye amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, ambaye ndiye aliyekuwa na mamlaka ya kufungua na kufunga kitabu cha uzima. Anasimama na kusema, mtu akilisikia neno langu na asilitende, huyo mtu ni mpumbavu. Kama kuna wapumbavu hapa waseme amen. Wamebarikiwa wale waliosema amen, maana mimi ni mmoja wao. Anasema mtu ambaye analisikia neno langu na asilitende. Yesu alikuwa ongea na wapagani. Mwambie nako alikuwa ongea na wapagani. Mpendwa, naomba nikuambie kitu. Neno la Mungu alihitaji kesho kukubadilisha. Neno la Mungu linaweza likakubadilisha kwa sekunde. Wakati Mungu alipotamka neno, mabadiliko yalitokea immediately. Neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha hali ya hewa saa hii. Neno la Mungu lina uwezo wa kukutoa hapo ulipo kwenda daraja lingine saa hii. Lakini swala sio kusikia. Swala ni kusikia na kulitenda hilo neno lilolisikia. Usipolitenda hilo neno, Yesu anasimama anasema, wewe ni mpumbavu. Wapumbavu wapunge mikono juu, wanaotaka leo waache upumbavu. Fadhali wameongezeka. Mtu yoyote kujiuliza, umesikia neno la Mungu mara ngapi? Hivi umewahi kufanya utafiti? Na tamani nikikuwa na muda wa kutosha. Hivi umegundua kwamba maneno ya Mungu tusiyoyatenda ni yale tuliyozoea sana? Hivi unafahamu Yohana sura ya 3 mstari wa 16 unaweza ukaipindua tena kwa mtu anayetenda? Maneno ambayo tunayajua, ambayo tumeyazoea, ndio ambayo hatuyatendi. Yesu anaangalia watu wake, anaona wapumbavu watupu. Yesu anaongea na hawa watu. Ndio maana ukienda pale mbele anasema anaongea kama mtu mwenye mamlaka. Maana hapa Yesu anaongea kwa mamlaka. Yesu anaangalia kanisa, anaona makundi mawili. Sema makundi mawili. Sema makundi mawili. Muulize jirani yako uko lipi. Hakikisha anakupa jibu. Usione aibu. Jamani, upumbavu sio matusi, ndio maana Biblia imeandika. Unajua sasa hivi, unajua sisi. Hebu jiguse kichwa namna hii. Hivi mzee sigara. Mimi mchungaji tukutana pale nje nikwambia sigara wewe mpumbavu sana. Si utakwazika sana. Hata na kanisa unaweza ukaacha. Kisa mchungaji amefanya nini? Naomba nikuulize, baba yako nyumbani alikuita mpumbavu mara ngapi? Ulikimbia.
nikwambie, ukitaka kazi kwazika hapa kuna wapumbavu. Na lazima tuache upumbavu leo. Yesu anasema ndani ya kanisa kuna makundi haya, wote wameokoka. Makundi haya anasema kuna kundi la wapumbavu na kuna kundi la wenye hekima, au kundi la wajinga na kundi la wenye busara. Anasema anayaona haya makundi yote. Haya makundi yote yako church, sio kwa wapagani. Wapagani ni kundi hili moja tu la waovu, achana nao. Hili ni kundi. Yesu anaongea na hili kundi, anasema hawa watu wanaokuja church wanasikia neno. Hakuna shida. Hakuna shida kusikia neno. Ngoja nikwambie, unaweza ukasikia neno mpaka ukatetemeka. Haimaanishi umebadilika. Hivi unajua unaweza ukatoka hapo umesikia neno na upako na ukatoka nje ukaenda kuzini. Hello, usiniangalie kwa macho ya makengeza, niangalieni straight. Niangalieni. Wamekataa kuniangalia. Kusikia neno peke yake haitabadilisha maisha yako. Kusikia neno peke yake haitakufanya mshindi. Ushindi uko kwenye kutenda neno. Aisikia neno langu na kulitenda. Yeyote anayesikia, wote wanasikia, wachache wanatenda. Kazi haiko kwenye kusikia, kazi iko kwenye kutenda. Tarudia tena. Wote wanasikia, wachache wanatenda. Kazi haiko kwenye kusikia, kazi iko kwenye kutenda. Kuinuliwa kuko kwenye kusikia, kuinuliwa kuko kwenye kutenda. Kubarikiwa kuko kwenye kusikia, kubarikiwa kuko kwenye kutenda. Kila anayetenda neno, Yesu akiangalia anaona kundi la watu wenye hekima, na Yesu anatembea na watu wenye hekima. Yesu anafanya miujiza na watu wenye hekima. Yesu anaperform wonders na watu wenye hekima. Yesu anapa ushuhuda watu wenye hekima. Hao ni watu gani? Hao watu wako mbinguni, wako duniani. Ni wale wachache wanaolisikia neno lake, piga kelele na kulitenda. Sasa sikiliza. Yesu anasema, njoni nyewe mmependeza sana. Kama mna harusi leo, Mungu asaidie siku za harusi zenu mpendeze hivi hivi. Na msingoje mpaka mwa wazee ndio muoe, muoe mkiwa vijana. Hawa ni watu wangapi? Wawili. Wote wamefanya nini? Wameokoka. Wote wamefanya nini? Wote wanasikia nini? Neno. Anayetenda ni upi sasa? Sababu mwae kuchagua itaambia kwa huyu. Huyu anatenda nini? Si ndio yuko kulia Japani? Huyu anasikia sana. Haleluya! Ruka. Biblia inasema Yesu ni Bwana. Yesu anakutendea miujiza. Yesu yuko upande wako. Ruka. Haleluya. Huyu hapa yuko. Yesu anakutendea miujiza. Kama na angekuwa mhubiri. Yesu atakuponya wiki hii. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yes, Yesu anasema wasamehe maguvi. Haleluya. Yesu anasema toa zaka yako kamili. Haleluya, kuna zila zote. Yesu anasema wasamehe waliokuudhi. Haleluya, lakini au wasamehe kwa ukiona utaki kuwasalimia. Mimi naomba niulize leo kama watu wameokoka, wangapi wako kundi hili? Nyosha mkono. Mikono ile. Hivi unajua nikuchekeshe au nikushangaze? Unajua watu wengi ambao walitendi neno wanaishi photocopy Christian life. Maisha ya nini? Photocopy nini? Maisha ya yaani usije ukamtegemea vile ulipomuona church. Ukamwamini hivyo mtaani. Mtaani ni mtu mwingine. Wangapi wanaamini ninachosema? I'm telling you. Ndio maana mtu anaweza kusalimia kwa kutabasamu. Akikuona tangamano, anajifanya hajakuona. Anachagua sketi kumbe alikuwa na mpango wa kuchagua. Ni kweli au sio kweli? Na wewe mwenyewe na wewe mwingine hapo mwingine na yeye asema afadhali hajaniona. Na unachagua suruali ya wewe ni dada, suruali za wanaume wapi?
Hii group ina watu wengi, ndio maana shuhuda hakuna. Sasa ona kituko chake. Yesu anatoa kituko, anasema hawa watu wote wawili, kuna kitu kimoja, kuna vitu viwili vinafanana. Vitu viwili vinafanana. Kimoja tu cha tatu ndio tofauti, viwili vinafanana. Kimoja wote wanasikia neno. Wote wanafanya nini? Hizo zinafanana, si ndio? Cha pili ambacho kinafanana, wote watapata majaribu. Upepo ukapiga, dhoruba likavuma, mafuriko yakaja, wote walipata 3 levels of temptation. Majaribu huwa yana madaraja matatu. Siko tayari kufundisha leo. Kabla hajafikia hapo, hiyo sio majaribu. Hiyo ni msongo tu wa mawazo. Sawa. Hiyo hawa wote wanafanya nini? Wanapata. Wote. Ngoja nikuambie kama unataka au unataka. Hakuna mtu hapa amechoma shindano ya chanjo ya majaribu. Hicho Kiswahili ni kizuri. Ni kizuri.